Okay, bwana, story kubwa katika mitandao ya kijamii ni story ambayo imetokea nchini Kenya. Oh my god. Nashindwa hata niongee nini, lakini ni story ambayo imeumiza watu wengi sana katika mitandao ya kijamii, hasa ukilinganisha na the way ambavyo imetokea. Bwana, story hii ni kumhusu bwana mmoja hivi kutokea nchini Russia ambaye anafahamika kwa jina la Russian Guy. Ameweza kufanya vitu vya ajabu kabisa kwa rekodi wa dada huko akifanya mambo fulani hivi ambayo sio mazuri, lakini pia akaya publish katika mitandao ya kijamii. Sasa hii story imefanyika kiukubwa sana na media mbalimbali, lakini leo nataka tueleze kiundani zaidi bwana huyu jamaa anaitwa nani, anatokea nchi gani, alikuwa anatumia mbinu gani mpaka mwisho wa siku dada zetu kutokea pale nchini Kenya wameweza kuaibika, lakini pia wengine wameweza kujihatarishia hata maisha yao. Sasa story ni kwamba huyu jamaa kutokea nchini Russia ameweza kuwarekodi wadada zaidi ya 100 katika nchi ya Kenya, Afrika Kusini, lakini pia na Ghana kama sikosei. Sasa hivyo vitu ambavyo alikuwa anavifanya ni kwamba anapita mtaani akikutana na mdada yoyote yule, anamsifia na kumlaghai kwa maneno machache tu. Baada ya hapo anampeleka katika apartment yake, mwisho wa siku anamrekodi na mambo mengine anafuata. Sasa kitu gani ambacho kiliwafanya wadada wengi waweze kurubunika na huyu jamaa Russian Guy? Bwana, Russian Guy ni kwamba kitu ambacho alikuwa anatumia miwani special, yani ile miwani ya kuvaa au mawani wengine wanasema mawani special, ambayo miwani hayo ina kamera pamoja na vitu vyote vya kunasa sauti. Sasa miwani hiyo inafahamika kwa jina la Ray-Ban Meta Smart Glass. Ray-Ban Meta Smart Glass. Hii ni miwani maarufu sana ambayo imetrendi katika mitandao ya kijamii, lakini pia imetrendi dunia nzima kutokana na matumizi yake, lakini pia na teknolojia ambayo imeweza kutumika kuunda miwani hii. Bana, hii miwani inatengenezwa katika nchi ya Italy, lakini pia kampuni mbili kubwa maarufu duniani zimeweza kushirikiana kutengeneza miwani hii special kabisa, ambayo kipindi cha nyuma walikuwa wanatumia usalama wa taifa, lakini pia saizi ni watu tu ukiamua kumiliki miwani hii basi unaweza kumiliki. Sasa the bad news ni kwamba miwani hii inatumika vibaya, lakini pia historia fupi kidogo, hiyo miwani bana licha tu kutengenezwa Italy, lakini pia miwani hiyo kampuni mbili zimeshirikiana. Kampuni ya kwanza ambayo imeshirikiana kutengeneza, ndio maana miwani inaitwa Ray-Ban Meta Smart Glass. Ile Ray-Ban ni kampuni moja ambayo inafahamika kwa jina la Cielo Luxottica. Cielo Luxottica ni kampuni moja maarufu zaidi pale nchini Italy, lakini pia na kampuni ambayo kila mtu anaifahamu, kampuni ambayo inaitwa Meta Platform. Meta Platform, wamiliki wa Instagram pamoja na Facebook, ndio ambao wameweza kushiriki kutengeneza miwani. Sisemi kwamba Meta wamehusika na hii skendo, hapana, ila matumizi ya product yao ndio imefanya hivi, lakini Meta wenyewe hawahusiki kabisa, wala pia hata hawa Ray-Ban company hawahusiki kabisa. Lakini jamaa Russian Guy ndio ameweza kuharibu hata matumizi ya miwani hiyo. Bana, matumizi makubwa ya miwani ni kwamba yana kazi ya kupiga picha, lakini pia yana kazi ya kuweza kurekodi video au kupokea simu, matumizi mengi kabisa ya miwani hii. Sasa huyu jamaa alifika nchini Kenya tarehe 12 kabla ya siku ya wapendanao, yani siku ya Valentine Day. Baada ya kufika nchini Kenya, kipande cha 254 pale nchini Kenya, hasa wadada ambao wameathirika wakubwa sana ni wadada ambao wanatokea katika jiji la Nairobi. Bana, kama picha ambapo unaiona, picha hii ya mara ya kwanza kabisa hii, wanamuona kabisa jamaa anapita katika mitaa. Baada ya kupita katika mitaa anakutana na huyu dada. Huyu dada bana alitoka kanisani. Baada ya kutoka kanisani akakutana na huyu Russian Guy. Baada ya kukutana naye akasifia tu kidogo tu, afu pia Russian Guy akaomba appointment na huyu dada. Cha ajabu, dada huyu akakubali, yani hata hajaenda kubadilisha nguo ambazo ametoka nazo kanisani, lakini akakubali kuongozana na huyu Russian Guy kutokea Urusi. Ameweza kuambatana naye hadi kwenye apartment ambayo aliweza kufikia. Nikisema apartment ni nyumba
ambayo inakuwa special, ni nyumba ambayo inakuwa ina kila kitu kwa ajili ya wageni, lakini sio hoteli wala nini, lakini ni nyumba ambayo inakuwa special. Inaweza ikawa hoteli, inaweza ikawa nyumba au vyumba fulani hivi vimejitenga, au nyumba special kwa ajili ya wageni, inaitwa apartment. Yani ina kila kitu humo ndani. Sasa huyu dada akaongozana naye mpaka kwa huyo Russian guy. Baada ya kuongozana naye, Russian anamchukua video kupitia miwani yake bila huyo dada kujitambua, lakini pia akafanya kila kitu, lakini pia akafanya vitendo vya kiutu uzima na huyo dada. Mwisho wa siku dada akarudi kwao, lakini bad enough ni kwamba huyu dada hadi sasa ipo mtandaoni, video zake zimetembea katika mitandao ya kijamii kwa sababu huyu Russian guy kazi yake ilikuwa ana warekodi wa dada, lakini pia anaweza kuposti katika mitandao yake ya Telegram, anaingiza pesa nyingi sana. Lakini bad enough ni kwamba huyu jamaa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, yani HIV AIDS, yani HIV positive kabisa huyu jamaa, kutokana na baadhi ya source mbalimbali au vyanzo mbalimbali vinasemekana kwamba huyu jamaa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Sasa sijui alikuwa anafanya hivi ili kuweza kusambaza, au kuna jambo lake lingine muhimu ambalo yeye anaona kwake ni muhimu, lakini kwa wenzie lina uhatari kiasi gani. Lakini pia kwa nini tumesema kwamba ni mwathirika virusi vya ukimwi? Kwa sababu inaonekana kwamba baadhi ya video kuvuja, kuna dada mmoja pale nchini Ghana akaenda kupima akajikuta ni mwathirika. Kwa hiyo sio tu mmoja, ni wengi, lakini wakajikuta waathirika. Sasa inaonekana kabisa jamaa dhahiri shairi kwamba afya yake haipo salama kabisa. Lakini pia kuna mdada huyu hapa ambaye unamuona hapa. Huyu bana dada huyu ni mlinzi ambaye alikuwa analinda katika supermarket moja, lakini mzungu huyu ambaye anaitwa Russian guy akaenda kumsifia tu kidogo, lakini pia akaomba appointment, yani wakutane. Mwisho siku amekuja hadi na gari pale kwenye apartment ya huyo mzungu. I say huyu jamaa alikuwa ni hatari sana. Sasa huyu jamaa akaweza pia kutembea naye, lakini pia kumrekodi huyo dada. Ni watu ni wengi sana, hata ukiangalia kitu ambacho sijapendezewa nacho kwa kiasi kikubwa sana ni kwamba huyu jamaa alikuwa hana hata aibu, anaenda hadi katika nyumba za ibada kuwatoa wanawake, lakini pia kuwalaghai kwa maneno yake, pengine rangi au pesa alizonazo, na kuwalaghai anawatoa kanisani kabisa. Ukiangalia hiyo video ni kwamba huyu dada alikuwa yupo kanisani, lakini pia mchungaji aliyekuwa anahubiri alikuwa ni mchungaji ambaye ni baba yake. Sasa baada ya kuona baba mtu mtoto wake anaongea na huyu Mrusi au Russian guy, huyu mchungaji akasema vipi, kuna nini hapo? Lakini jamaa akajifanya kama hajui Kiingereza vizuri. Of course jamaa hajui Kiingereza vizuri. Sasa hata baba pia akamwambia naomba umwache, huyo ni mtoto wangu, naomba umwache, nitakuombea. Kama baba kuna kitu alikihisi, Roho Mtakatifu alihisi kwamba pengine jamaa sio mtu mzuri, lakini pia akapuuzia. Baada ya kupuuzia sasa ikabidi huyu jamaa ambaye ni Russian guy akamtoa binti huyo ibadani, akamwambia naomba tuongozane. Mwisho siku akaongozana mpaka kwenye apartment yake, chumba cha mateso, chumba cha maangamizi bwana. Pia akafanya vitu vyake, pia akamrekodi. Sasa hiki ni kitendo ambacho kinasikitisha, lakini kitendo kingine kilitokea pia pale Nairobi. Baada ya kuona huyu mama ambaye nakuonyesha pia picha yake, ni kwamba huyu mama alikuwa ametoka kumchukua mtoto shuleni. Sasa katika kurudi akakutana na huyu jamaa. Huyu jamaa akamsifia tu kidogo, akamwambia una watoto wangapi? Na watoto 3. Umependeza, mtoto wako ni mzuri. Akamwambia asante, lakini pia jamaa akaomba namba ya simu, pia akaomba na appointment. Baada ya hapo mama huyu hapa kesho yake akaja, baada ya kumpeleka mtoto shule akaja bwana. Baada ya kuja mzungu yeye akamrekodi, pia akala vitu vyake. Hao ni watu wachache kama 5-6 hivi ambao nimekupa historia yake, lakini pia nimekupa undani wake. Lakini kuna watu zaidi ya 100 ambao wameweza kufanyiwa vitendo kama hivi na huyu jamaa. Picha yake ambao unaiona hapo, jamaa kutokea nchini Russia au nchini Urusi. Sasa good news ni kwamba huyu jamaa mpaka sasa ameweza kukamatwa Japani. Yaani baada ya kutoka Kenya akaelekea nchini Japani, lakini baada ya taarifa zake kuvuja na kuvuma katika mitandao ya kijamii, basi jamaa wameweza kumkamata. Saizi wanaweza kufanya uchunguzi ili mradi waweze kubaini jamaa kwa nini alikuwa anafanya mambo kama haya, lakini pia kuwarekodi
wadada, lakini pia kwa publish bila wenyewe kukubaliana nao. Sasa hiyo ndio story kubwa ambayo imetokea pale nchini Kenya, lakini pia ulimwengu mzima kwa ujumla. Sasa kipi ambacho cha kujifunza, lakini pia kipi ambacho cha kuchukua ni kwamba wadada wengi wasiamini bwana kila mtu ambaye anamuona, kwa sababu jamaa mbinu ambazo alikuwa anazitumia ni mbinu ambazo ni nyepesi sana. Yaani hata kama wewe mwanaume ambaye pengine ni Mtanzania au ni Mkenya unatumia, hauwezi kupata mwanamke yoyote yule, lakini jamaa kwa sababu ni mzungu lakini pia waliona pengine wadada kwa huyu jamaa anaweza kawa na pesa nyingi, ndio ikapelekea basi kuweza kurubunika kirahisi kiasi hicho, kwa sababu jamaa alikuwa anamsifia tu kidogo, anamchukua, anamshika mkono, anampeleka kwenye chumba cha maangamizi. Lakini pia kwa mtu mweusi pengine ingekuwa ni shida, mara matusi, mara nini, mara unanichukuliaje, mara nini cha babako, nini cha mamako. Kwa hiyo vitu vinakuwa vingi sana. Sasa kwa huyu mzungu imekuwa ni story kubwa baada ya kuonekana kwamba amewalaghai wadada wengi, idadi kubwa ya wadada kirahisi zaidi kupitia muonekano wake, au kupitia tu ile physical appearance ya kumuona kwamba huyu pengine mzungu ana hela. Bwana, sio kila mzungu ana hela, wala sio kila mtu mweupe ana hela bwana. Wengine ni machotala, wengine pia ni wale ambao wamekosa makazi kuishi kule, wamekuja huku Tanzania, wamekuja Kenya. Sasa sisi tunapapalikia, tunaamini kwamba wana pesa, pengine wana pesa kama kina Bill Gates, wana pesa kama kina Elon Musk, lakini kumbe wengine ni watalii, wengine maisha magumu wamewashinda, ndio maana wamekuja huku kuangalau ku refresh. Sasa cha kunoti ni kwamba tusipende kuamini kila mtu, lazima ufanye uchunguzi, na mapenzi hayapo rahisi kiasi hicho dada zangu. Lakini pia hili ni funzo hata kwa brother men, anaweza katokea msichana pia brother men wakajaa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hicho ndio kitu cha kukichukua bwana, tusipende kuamini watu kirahisi zaidi. Mwisho wa siku wanaweza kutudhalilisha katika mitandao ya kijamii. Lakini pia kitu cha pili cha kujifunza ni kwamba teknolojia tuwe nao makini sana, kwa sababu hata angekuja Bongo pengine ingekuwa idadi kubwa zaidi kuliko hata Kenya. Sasa tusiseme sana kwa Wakenya, lakini pia tusiseme sana kwa wale watu ambao wameguswa na hili janga. Kikubwa tu tuzidi kuombea kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia ogopa sana Mungu na teknolojia. Teknolojia hii hapa imekwenda kufanya vitu vya sirini kuwa nuruni. Sasa hiyo nuru inakukuta kati upo katika hali gani. Wengine wana familia wameachanishwa, lakini pia wengine wana ndoa, ndoa zao zimekwenda kuvunjika kutokana na video hii ambayo imekwenda kutrend katika mitandao ya kijamii. The bad enough ni kwamba wengine wameweza kupoteza hata maisha kutokana na picha zao kutambaa katika mitandao ya kijamii. Mimi natiki Classic kwa Basic Super TV, lakini pia mimi natiki Classic kwa Swahili Top. Kikubwa zaidi usiweze kusahau kudondosha alama ya comment hapo chini, lakini pia kudondosha alama ya kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Basic Super TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.